Mtakatifu, 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 uliyeko, uliyekuweko na utakayekuweko. Adhuhuri hii ya leo, sote kama mtu mmoja, tukiwa tena tumemimina roho zetu madhabahuni pako, ni kwa madhumuni ya kukuabudu wewe ustahilie kuabudiwa, aidha kukusikiliza ukinongoneza na roho zetu. Kwa hivyo, Mfalme, nena. Nisimamapo kwenye jukwaa hili kwa madhumuni ya kuhudumia kusanyiko hili ambalo ni kanisa lako, mimi sina maneno ya kuwapa, lakini wewe uliyewaalika una maneno murwa, maridhawa ambayo unataka kuwatolea tena adhuhuri hii. Kwa hivyo, Mungu, nena nao. Upande wangu mimi nahitaji tu nitumiwe na wewe kama chombo. Nijalie ufahamu na upambanuzi, niyatoe yaliyo yako, sio yaliyo yangu, kwa sababu maneno yangu si kitu, lakini neno lako ndilo linahuisha. Neno lako ndilo linafufua, linaumbisha. Neno lako ndilo linaelekeza kwenye mkondo uliomurwa kwa ajili ya kuwepo kwa kila mmoja. Kwa hivyo tunahitaji hilo neno ndilo limulike. Roho Mtakatifu wako ambaye ndiye mwalimu ahusike, ili baba huyu, mama huyu, mvulana kwa msichana, watakapokuwepo kwenye harakati za kurudi makwao, kila mmoja au amejinyakulia fungu lililo jema ambalo kwa vyovyote hivyo hataondolewa kamwe. Utukufu uwe wako, kwani tunaomba ni katika jina la Yesu Kristo. Amina. Tukae. Amjambo kanisa la Bwana. Amjambo tena. Ni matumaini yangu kwamba nyote mpo salama salimini. Basi tunapoingia kwenye mada, tutakuwa na usomi wa vitabu viwili. Kitabu cha kwanza itakuwa ni Waefeso mlango wa 6 kifungo cha 10 mpaka 11. Alafu kitabu cha pili itakuwa ni Kutoka 12. Alafu tutakamata kifungo chake cha 31 hadi 32 au 31 na 32. Kutoka 12, 31 na 32. Exode chapitre 12 verset 31 jusqu'au 32e verset. Hivi nitaanza na kitabu cha kwanza cha Waefeso 6 mlango kifungo chake cha 11 cha 10 mpaka 11. Inasomwa hivi: hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Mpate kujua kuzipinga hila za shetani. Alafu nikasema tutasoma tena Kutoka 12 kifungo cha 31 mpaka 32. Inasomwa hivi: akawaita Musa na Haruni usiku, akasema, ondokeni, tokeni katika watu wangu, ninyi na wana wa Israeli, enendeni mkamtumikie Bwana kama mlivyosema. Twaeni kondoo zenu na ng'ombe zenu kama mlivyosema. Enendeni zenu mkanibariki mimi pia. Amina. Mada yetu ya leo ni neno linalosema zipingeni hila za shetani. Zipingeni hila za shetani. Résistez contre le ruse du diable. Résistez contre le ruse du diable.
Ndiyo maana ya kusema kwa Kiswahili, zipingeni hila za shetani. Hila ni nini? Hila ni tabia ya kuhadaa ama tabia ya kudanganya. Kiswahili kingine kinasema hila ni udadisi. Yaani udadisi ni hiyo tabia ya kutaka kumkorofesha mtu. Yaani unakuja na jitihada za kutaka kumpeleka mtu kando ama kombo, kama vile shetani alivyomjia Eva. Alimjia kwa hila, alikuja kumdadisi ili amuelekeze kinyume cha njia ile waliyotaka awe ndani mwake. Na angemjia kama nguvu ama angemjia kibavubavu, Eva angekataa, Eva angemgundua. Alafu alimjia kwa hila, anakuja anamwambia, mpo katika bustani hii, yaani hivi vitu vyote ni nini? Ndio mlivipa majina. Alafu hiyo mti mliipatia jina gani? Yeye mwenyewe anasema parachichi, yaani mtu ya avoka. Alafu anauliza, na ile ni nini? Anasema ile ni mwembe. Na ile ni nini? Ni limau, yaani ndimu chungu. Na ile ni nini? Anamwambia ile ni machungwa, yaani orange. Alafu na hiyo ni nini nyingine? Hiyo ni mchikichi, yaani ngazi. Yeye mwenyewe yupo anambeba polepole. Alafu anamuuliza baadaye, alafu na ile ni nini? Yeye mwenyewe anasema, hiyo hapana, hiyo tuliambiwa tusile. Sababu gani? Walisema tukila tutakufa. Ngoja nione mtu anakufaka namna gani. Alafu yeye mwenyewe anakata, na baada ya kukata amekula, anamwambia nzuri. Alijua kwamba mkiila mtamfanana. Kwanza mimi tayari nimeona vizuri, na unaona sife, jaribu na wewe. Hiyo ndiyo hila. Angalikamata tunda na kumulisha papo hapo, Eva angekataa, angefunga kinywa na angelalamika, Adamu ananilisha huku. Lakini kwa sababu walimjia kwa hila, walikuja kumkorofesha, walimudadisi, walimuhadaa, na hii ikamuingiza kutoka kando ya makusudi na mapenzi na mpango wa Mungu. Alafu somo letu tumelipatia msingi wenye kunena zipingeni hila za shetani. Yaani tunaitwa kuzigundua, na baada ya kuzigundua tuzipinge. Na mwandishi amejaribu hata kutuonyesha namna gani tutazipinga, kwa sababu hapo chini amezungumza kwamba vaeni silaha zote za Mungu ndiposa mtaweza kuzipinga hila za shetani. Mbali na silaha ni vigumu mtu kuzigundua na kuzipinga. Halafu mada inapoendelea, nataka kwanza nikujulishe kitu kimoja. Mpango wa Mungu ulio maalum ni kwamba mwanadamu amfanyie ibada, na baada ya kumfanyia ibada mwanadamu apokee thawabu yake, urithi wa uzima wa milele. Huo ndio mpango wa Mungu. Ametuweka ulimwenguni ili tumuabudu, ametuweka ulimwenguni tumfanyie ibada, na hiyo ibada ina thawabu yake, uzima wa milele. Sasa katika zuhuri ya leo, Mwenyezi Mungu anapenda asisimue hisia zetu, anapenda afufue, aamshe hisia zetu kugundua kwamba kuna mtu ambaye anataka kutukorofesha tuharibu ibada, na tutakapokuwa tumeiharibu tusipokee tena thawabu yetu ya uzima wa milele. Alafu kwa hiyo tunaamshwa hisia na Roho Mtakatifu kwamba yani jihadharini, mzipinge hila za shetani. Ibada ni nini? Ibada nitaipatia tafsiri takriban 2 tu. Ya kwanza, ibada ni mkusanyiko wa waamini kwa lengo la kumwabudu Mwenyezi Mungu. Kama vile tumekusanyika hapa, tupo kwenye ibada.
kwa sababu tumekusanyika kwa madhumuni ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Tafsiri ya pili ya ibada. Ibada ni uzoefu wa kiroho alio nao mtu ama anaouendesha maishani mwake. Yani, toute la vie que nous menons, c'est un culte. Jinsi tunavyoishi, yani kukula yako ni ibada, kutembea yako ni ibada, kuongea yako ni ibada. Chochote kile ambacho unaweza ukakifanya, hiyo ni ibada. Na ndiyo maana Biblia katika Warumi mlango wa 12 na kifungo cha 1 na cha 2, tukawa tumeambiwa, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, yenye kumpendeza Mungu. Na hii ndiyo ibada ya maana. Yani mwili wako jinsi ulivyo ni ibada, jinsi unavyoishi. Ule uzoefu wa kiroho ulio nao ni ibada. Sasa ni kwako kuboresha ibada, ama ibada ikubalike, mpendeze, ama ibada isimpendeze. Kujibu kwako na kwa wavwaze, kumjibia mmeo, kujibia mama yako, kujibia baba yako, kujibia watoto yako ni ibada. Mama yako anaweza kukuuliza, anasema, Jose unatoka wapi? Na unamwambia, maana kama mtu yeye na baraka yake, hiyo ni ibada ambayo unafanya. Sasa ni kwako kujua kama itampendeza Mungu ama kama haitakubalika, ni kwako. Ama wewe mke, jibu yenye unaweza jibia mume wako ni ibada. Anakuuliza, mbona sione shati yangu ya mweupe? Tunaivalaka na wewe, siangalie mgarderobe. Ibada. Hiyo ni ibada. Au mke wako iko anakuita wewe papa kwa sababu ana haja ya pesa ambazo za mlo wa siku. Alafu anakuambia, baba fifi, baba fifi, baba fifi, sema, si ndivyo unasikia? Hiyo yote ni ibada. Alafu ni kwako wewe kujua utaendesha ibada namna gani, kama utaiboresha ama kama utaiharibu. Lakini somo, Mungu anapenda tugundue hila za shetani za kutukorofesha kwa kuharibu ibada. Hila zake ndizo tugundue. Na siku zote shetani ana mfumo mmoja kwa ajili ya kuwakorofesha watu. Yani mbinu alizo nazo ama prinsipe zake, sisteme yake ni moja tu, aliyoifanya kule kule kwa wakina Adamu, aliifanya kwa wakina Musa, aliifanya kwa wakina Daudi, aliendelea kuifanya kwa manabii, na leo anaendelea kuifanya kwa kanisa. Alafu Biblia ikawa imetuambia mambo haya yaliwapata wao kwa mfano, yakaandikwa ili kutuonya sisi kanisa ambao tutafikia siku hizi. Hii ni katika Wakorintho wa kwanza 10 na kifungo cha 11. Yameandikwa kwa ajili ya kutuonya. Alafu mojawapo ambayo tumesoma katika kitabu cha Kutoka 12:31 na 32, ambayo ilisomwa namna hii. Narudi kwenye usomi. Ikawa imesomwa hivi: akawaita Musa na Haruni usiku, akasema, ondokeni, tokeni katika watu wangu, ninyi na wana wa Israeli, enendeni mkamtumikie Bwana kama mlivyosema. Ina maana Musa na Haruni walimjia kwa ajili ya kwenda kumtumikia Mungu. Walimjia Farao, wakamwambia Farao, Mungu amesema utupe ruhusa, tunataka twende tumtumikie, tunataka twende tumfanyie ibada. Alafu Farao na yeye katika ujanja wake aliendelea kuwajia kwa hila. Ukianzia pale kwenye Kutoka mlango wa 8, huo mlango wa 8 kifungo cha 25 mpaka 27, Exode chapitre 8 verset 25 jusqu'au 27e verset. Pale tunakutana hila ya kwanza
ambayo shetani alijia Musa. Farao ni picha ya shetani. Yaani shetani anaingia Farao kuambia hawa watu wanatafuta kwenda kuabudu Mungu, usikubali waende. Waambie wafanyizie ibada hapa Misri. Alafu walipomjia Farao akamwambia Musa na Haruni, nimesikia jinsi mnataka kwenda kumtumikia Mungu, lakini kule kwenye mnataka kwenda kumtumikia kuna majaribu, kule kuna majambazi wako kule kwenye jangwa. Kule jangwa kuna nyoka, kuna nge, kuna jua kali, kuna kiu. Hivi mtafia kule, afadhali mfanyizie ibada yenu huku Misri. Alafu Musa aligundua hiyo hila. Musa akamwambia, inatupasa kwenda safari ya siku 3 jangwani, ndipo tutafanya yote sasa kwa muabudu. Tukifanyizia ibada yetu huku Misri, wa Misri watatupiga kwa mawe. Alafu Musa alikuwa amegundua hila. Yaani shetani alikuwa ametaka kusema mtu anaweza fanya ibada na angali Misri na haujaokoka. Lakini Musa akafunua kwamba lazima ufanye safari ya siku 3. Yule aliyefanya safari ya siku 3 ni Yesu Kristo. Ndiye alienda siku 3. Mtu yeyote mwenye atafanya ibada awe na yeye amesulubishwa pamoja na Kristo. Amekufa kwa mambo ya dhambi, amefufuka sasa kwa mambo ya haki. Ikiwa naishi si yeye tena aishie, lakini ni Yesu Kristo anayeishi ndani yake. Huyo ndiye mtu ambaye atafanya ibada. Lazima hili jambo liwe limefanikiwa. Na sina budi kueleza kwamba ninyi nyote hapa mlishakafanya safari ya siku 3. Mwenye haya ifanyaka amejua kama haya ifanyaka au hapana. Yaani yule ambaye amesulubishwa pamoja na Kristo, amekufa na kufufuka pamoja na Kristo, amekufa kwa mambo ya dhambi na amefufuka kwa mambo ya haki, huyo ni mtu ambaye anatakiwa afanye ibada. Shetani akagunduliwa hila yake na Musa. Farao akagundua tena. Shetani akaona wamegundua, akamwingia tena Farao kwa njia nyingine. Ukisoma hapo kwenye chapitre 10 verset 8, akaona kwamba sasa hapa ilifo batoto babakie, waende watu wazima. Kamwambia muende nyi watu wazima, kwa sababu kule kuko shida. Tulishasema kuko nyoka, kuko jua, kuko kiu. Alafu nyi watu wazima muende, watoto wabakie. Musa kagundua hiyo, akasema tutaenda na watoto wetu, hakutabakia hata mtoto, hata kitu kimoja. Ibada ni kitu ambacho kinatakiwa tukifanye na watoto wetu. Tusiwaache Misri. Tunatoka na tutoke na watoto wetu. Amina na asante, kwa sababu vyumba vyetu vinajaa watoto sahihi ambao tulikuja nao vema. Hiyo hila Musa aligundua. Ukisoma tena pale mchapitre 24 mpaka 26 ya hiyo chapitre 10, tena Farao anamchenga. Sasa nimeona muende nyi watu wazima, muende na watoto wenu, lakini makondoo zenu zibaki. Yaani anataka waende peke yao, mali yao isifanye ibada. Musa kagundua hiyo hila, akasema tutaenda na watoto wetu na kondoo zetu, ngombe zetu, hakutabaki hata ukwato mmoja. Yaani kila kitu kitaenda. Na izunu isonga bugali na ikaenda. Kitu kisibaki, makobaye bakazifunga zikaenda. Kusibaki kitu. Yaani anataka kuonyesha kwamba lazima na mali yetu tunapoenda kufanya ibada, na mali yetu ihusike. Unajua gisi hapa kuko watu wenye walishaka toka kule na mali, wako tayari kujibia kuibada kwa kumtolea Mungu vema. Na ninajua tutakaposema twende tutoe vema, tutatoa. Mwenye yeye alishaka acha kule vitu naye atajua.
Vingine ukieleza mambo ya pesa wanaanja mara moja kusema tena wakisoma kinageuka tena kwa talare. Kwa watu wenye pesa ukieleza kupesa mkanisa watu wananuna. Oro mpaka pale kwanza si hatu yazungumuza pesa sawa Yesu kulare. Revera Kalipi na Fidele wakisema kulare sawa Yesu hapa. Barua tunaziandika zinaenda Goma. Yesu yeye alikuwa naikala mara moja kwenye ndregea. Bako banaleta sadaka, yeye alishikala tu mara moja pale. Sawa hapa kumbe Yesu anaikala pale. Huko natia mle ndani iko anaangalia kisu naweka. Na hata nyamaza mara moja anasema wewe unatia ndani za kidogo we. Kalipi na Fidele wakifanya hapa hivi wazee tutabakubali hapa. Huko nakuya na kadibale yako sio ukatie ndani alafu Kalipi akwambia wewe ziko za kidogo. Sasa mtu mwenye anakuya tia ndani safra kisha wanasema huyu ametia amo za mingi kunyie wote. Ule njoo Yesu si hatu yafika tabu ile niveau ya kuangalia kama mtu kunatoa hivi lare zisibakie kule nazo zikue. Wewe ushakaziacha kule kuya nazo. Wewe mwenye uko unanuna wakati unasikia dossier lare, tena kisoma, tena wanake tu, habari sema kwa wengine tu vya lare. Kuya nazo, toka nazo Misri. Halafu hapa kile ambacho tunakiwinda haswa ni hiyo hila ambayo Musa hakugundua. Zengine hila alizigundua zote na alireagire na reaction ilikuwa nakuwa konkrete kabisa. Lakini hila shetani akamwambia kitu kimoja, na hapo ndipo tutagongomea msumari. Hapo kwenye verse ya 32 shetani anasema twaeni kondoo zenu na ngombe zenu kama mlivyosema. Yani ameshamwambia watoto muende nao, ngombe muende nazo, vitu muende navyo, muende safari yenu ya siku 3 kule mshangwa. Yani amekubali muokoke, amekubali mfanye ibada kule kwenye mlishaka okokea, muende fanya kule ibada, amina. Akasema mtoe mulare zenu kisi tu mtazitoa, na watoto wenu muende nabo, hakuna probleme. Lakini akaweka kakale kadogo kenye Farao, kenye Musa hakugundua, ila rize. Akasema nini? Hiyo verse 32, twaeni kondoo zenu na ngombe zenu kama mlivyosema, enendeni zenu mkanibariki mimi pia. Anasema muende lakini munibariki, muende msinisahau, muende na mko nanikumbuka. Kameme na mimi niliwapatia kwa vitungurusumu kameme na mimi niliwapatia kwa masanya Misri kameme na mimi niliwapatia niliwachungaka kameme hivi na mimi mko nanikumbuka. Musa sababu alishasikia kwamba tumeamriwa kwenda, hakureagire kwa kile. Kasa tuende, ameshatupa ruhusa tuende. Oliange reagire, angesema hatutakukumbukaka na hatuwezi kukubariki, tunaenda zetu. Angereagire hivyo. Lakini wakaenda mara moja. Na kweli hiyo kwenda kwao, Biblia inasema msiyakumbuke mambo yaliyopita, msiyatafakari mambo ya zamani. Esaii 43 verset 18 ninatuambia vile. Alafu Musa hakugundua hiyo. Walipoenda hiyo rize, walienda kule kwenye walifikaka, wakaanza kumbuka, ilikuwa nakuwa sai tu kunakula kwa vitungurusumu, ilikuwa nakuwa sai tu kunakula kwa masenya. Na wanasema kwanza zile ve za mareze nimezikumbuka basi. Biblia inasema akili yao, nafsi zao zikarudi Misri. Balisheka toka Misri, balisheka vuka, balisheka enda kwenye batatumikia Mungu wao, lakini roho zao, nafsi zao hazikutoka Misri. Na hiyo ni hila kubwa ambayo leo shetani iko anachanganya nayo watu waliomuamini Kristo.
Watu ambao wako mkanisa walikuja na watoto yao, walikuja na wake zao, walikuja na vitu yao, lakini wakati ya ibada, tumesema maisha ya mtu yote ni ibada. Wakati ibada itafanywa, watu wanasambaratika kiakili. Kuna watu wenye wanaikalaka kumapale dimashi kuna jitayarisha kuja kukilte, jitu tunaanza na 9h30. Labda iko pale iko na sire viato yake. Alafu iko nasikia ndule pale kwa radio, zalana mbangwe, mbangwe. Iko napiga ndule. Alafu iko pale, iko na pixes, iko naambia fame yake, mama Fifi, mwache tuokoke. Ile wimbo, mwe panza. Na tuko tunacheza. Acha tuokoke. Ile wakati ya mazabolo, madianzenza. Acha tuokoke. Haugundue kwamba huku na bariki diable, kwa sababu huku na mkumbuka. Yani inakuwa kama kwenda kuokoka ilisheka kutosha kakitu kamoya kenye kalikuwa kakaraha kaburudani, ulisheka kaacha. Hiyo ni changamoto. Watu wameokoka, watu wamekuja kufanya ibada, lakini vitu vidogo vidogo vya kumkumbuka shetani murize. Shetani analeta turize, waendelee kumkumbuka pole 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 pole. Alafu anaangusha tu kitu kimoja, uaminifu, ambayo ni tunda ya kiroho. Anakata hiyo tunda tu pole pole, kisha anaisaga. Na unakuta mtu wakati ya ibada yupo nyumbani, kishi iko naangalia tu saa, tena nishafanana kama nitachelewa. Imekuwa never. Lakini unganya nasongea Kabugali mama, never, ibada itaanza na never 30 Kabugali. Au unakutana mama iko naingia mnyumba tena natoka, ndachelewa basi. Saa inaenda. Alafu unakutana watu katika uaminifu ya kuheshimu Mungu kwenye ibada, kwenye saa ya ibada. Watu ibada itaanza never, mtu kuna kuyaingia desert bila oga yote. Na tena ndio anakuwa tu kwanza kuikala, mkuta mhubiri anasema haleluya, amen. Watu wanaingia hawaheshimu muda ya ibada. Shetani anajua hapo mko mnanibariki. Mko nanibariki tu vile, mko nafanya ibada, lakini msiko naheshimia saa ya ibada. Mko nafika ibada, ninafika mkatikati. Ibada, maombi ya kwanza. Ibada ina vipindi karibu 10 hivi. Na hivi vipindi lazima muamini avishiriki. Kipindi cha kwanza ni cha maombi ya ufungulivu. Na yale maombi tunamimina nafsi zetu na roho zetu mbele za Mwenyezi Mungu. Tunaalika uwepo wa Mwenyezi Mungu kuwa kati yetu. Lafuta kutana waamini wengi, hiyo haiko probleme kwao. Kuchelewa haiko probleme. Biblia inatuambia hivi katika Wagalatia 5:19. Najua hilo andiko mnalielewa vizuri. Wanaeleza pale matendo ya mwili. Si wanaenimerele matendo ya mwili. Galate chapitre 5 verset 19. Kisha unateremka. Wanasema matendo ya mwili ni dhahiri, wanataya wizi, washerati, uzinifu, buri, tamaa mbaya. Wanavisema, alafu pale kumwisho wanaeleza na yanayofanana na hayo. Sasa yanayofanana hayo njoo yawepi? Yenyewe hapa kusemaka njoo yawepi? Yanayofanana na hayo. Kuchelewa. Njoo ile kuchelewa. Wakati kunaingia ibada ilishaanza tu, elewa kwamba pale mimi natafuta eleza mawazo ya mhubiri. Ile ni mawazo ya mhubiri. Haviandikiwi mbiblia. Lakini ni mawazo ya mhubiri. Na mawazo ya mhubiri naye anaandikiwa kama Biblia. Simu kwenye Paulo alikuwa na sasa vile ule ni mimi. Haviko mbiblia.
Si viko ndani. Yenye Paulo alisema ule ni mie. Lakini bashaka biandika na tunafika pale tunapasoma niko nasema ule ni mie. Na ndio maana mhubiri naye anatafuta leta mawazo yake. Na kama ataleta mawazo yake na ni kweli. Tunapokuja kuibada tunamwalika Mungu vile vile na anakuja kwenye ibada. Hii saa ya 9h30 hapa. Mungu ndio alisemaka 9h30 tukue nafika hapa. Ni Mungu. Niko histoire ndio ilipanga 9h30 na tukipenda tunashanjie tunasema tutakuwa naanza ku 6h30. Alafu kwa sababu Mungu alisheka pana kwa watumishi wake mamlaka ya kufunga na kufungua. Watakachokifunga duniani na mbinguni kinafungwa. Watakapokifungua na mbinguni wanakifungua. Hivi Mungu akasema, Juba ameshasema 9h30. Manake 9h30 na siye tujiunge kwayo. Alafu inafika 9h30 wote na balishafika. Yaani Baba, Mwana, Roho Mtakatifu na makorteje zao. Biko na makorteje zao. Pale mkaangalia huku nje, kuku ambuteaje ya terrible wenye bali mwakombanye. Banayala huku nje wa malaika. Sasa banakuwa bakisha ingia. Alafu Juba na yua walisema 9h30. Ndio wanasema mfunge milango tunaanza ibada. Milango nafungiwa die. Alafu unakuwa unaingia na 9h32 walishafunga. Alors unaweza ingia tout à croire que le porte était ouverte mais c'est déjà fermé. Na kujua jinsi lishafungwa unaenda kaingia mle ndani nafsi yako inakuwa tu iko nje. Na unakutana mtu iko pale tu alishaikala tu ikika. Saka panya kwenye kalikamatika mtego. Macho tu. Na kuko tena wengine wenye ulimbo inaanguka mkinwa. Hapo unaona ibada. Ulichelewa, elewa hauko ndani, uko nje. Kama ni watu 4 walishiriki kwa maombi ya kwanza, bali njoo biko humu. Ile ni mawazo ya mhubiri. Lakini ninaamini kwamba na mawazo ya mhubiri naye inaweza andikwa mBiblia. Amen. Hivi zipingeni hila za shetani. Uzipinge hila za shetani. Tena shetani atakuwa anakuambia, umeshachelewa mara usiende tena mara mhubiri ashakasema milango utakuwa unakutana nishafungiwa usiende tena. Zile ni hila tu za shetani, zipinge. Wewe jikaze usibariki shetani. Yaani anza sasa kusema kama mimi nafikaka na balishafanya 20 minutes na balisha demare nirudie hata ku 10. Nitokake nifike ku 5. Alafu na mimi nifikake niwe ninaweza anza kuibada. Fahamu kwamba wakati haukuanza kuibada hauko humu. Wakati haukuanza kuibada uko nabariki shetani. Mara mingi mimi nasemaka haka kaneno. Wenye tunasemaka hamako na Mungu. Wenye tunasemaka viko na mapepo. Wenye tunasemaka tunaitaka kama masekte. Unawakuta ibada yao kama walisema tutaanza ibada jeudi na 14, unakuta 14 wote walishafika. Kama alikuwa hata ni procureur, unasikia kwa nasema l'audience est suspendue. Anajua jinsi je vais à l'assemblée. Kisha unaanza uuliza bauisie pale sasa manaki vinakuwa namna gani sasa pale anaenda kwa assemblée, anakuwa ka frère de Jésus. Alishajiendea. Na unakuta wote ibada ya katikati ya juma inageuka sawa ya dimanche. Wote wako pale. Na watoto yao wote wako pale. Na wengine ni batemwe. Wote tutakutana balishafunga maduka zao.
banafunga banaenda kuibada. Siye ni vile bana tutangazia ibada katikati ya juma. Ne batu benye banazoea tu kubariki shetani. Nafikia tu dimanche. Tuko trop pris vraiment. Unakutana mtu kunaulizia kule pembeni tu. Viliandaka namna gani? Nasema Mungu ndio alifundisha. Basi tutasoma kwa dimanche. Unashuhuliza tuko na roho ya Mungu? Hatuna tena roho ya Mungu, hatuna tena ya mashetani. Sasa unakosa kama ujiste tuko na nini? Ibada. Lazima tuheshimie wakati. Uaminifu inahitajika muibada, na ile uaminifu katika kila kitu. Mule uaminifu mko utiifu. Kama watatuambia tuinuke tunaimba, inuka. Matuko na watu wanasemaka tuinuke tunaimba. Unakutana mtu tu anainuka tu. Alama ya kwanza inakuwa kuonyesha kwamba amekuwa gene. Labda iko nasimama. Walisema tujinyoroshe. Walisema tuinuke tunaimba. Na wengine anaguna, anabakia tu pale. Wako wanasema tu atabakia tu pale, iko anaimba na naikala. Hana hata bebe. Mimi anabakia tu pale, tena iko naikala, iko naangalia sasa watu. Ataka buku na bebe, kama maanisha sema tuinuke tunasifu. Wewe njuku na bebe wewe peke. Siangalie na wengine viko na babebe kama hutabaona viko nabo. Hiyo ni changamoto ndani ya ibada. Unakutana na wengine wako mule muibada, ile uaminifu ya kufuata gisi somo iko naenda ama gisi liturgy iko naenda, yeye iko na mtoto wake. Iko tu pale mtoto muibada, yani mtoto ondilejo tulikuya adore. Alikuya adore jo mtoto wake. Babangu. Na wengine wako muibada, unakutana iko naambia mwingine, iko nacheza na mtoto mwenye haiko hata wake. Muibada. Unashuhuliza hawa walikuja abudu ama walikuja fanya nini? Wale wote tuko nao muibada. Haizi jua alikuja fanya nini? Hapa anaomba hata mtoto mwenye haiko wake, nipatie na mimi mbele. Haiko wake muibada. Tujue uaminifu wakati tuko katika ibada, lazima uaminifu uweko. Muibada mnastahili discipline. Muibada mnatakiwa adabu. Saa uko muibada, elewa kwamba niko mbele za Mungu. Kuikala yako ayo yenyewe ionyeshe discipline, ionyeshe adabu. Tuko na watu tutakutana muibada, anaikala muibada ondiriko mumafika. Alijikala tu muibada. Ama zaidi sana wamenikalaka kui vitu vya mambao. Unaona iko muibada, alishatia mikono, kile kia mbele ni chako. Chako chiko nyuma kuchisegemea yako. Na wenye viko mbele yako na wasegemea kuchile. Haiko chako. Sasa unakutana mtu alishasegemea kucha mbele. Muibada, pale kuko adabu kweli? Pale kuko discipline kweli? Tuko na wenye wanakanyangaka hata kucha mbele. Anaikala kucha nyuma, sasa migulu alishenyangulia kucha mbele. Tena na nemo mama. Huyo anafikiri tuko
huku tuko kitanda cha maternite au vile vyote viko vinafanyika muibada. Alafu shetani yeye anagundua mara moja, wanibariki. C'est bien. Muendelee tu kunikumbuka na mimi kunibariki. Ibada yenu isiboreshwe. Ibada yenu isiwe kwa utukufu wa Mwenyezi Mungu. Adabu, discipline, utiifu. Tuko na wengine anakuya alifika na manafasi na zingali huku mbele. Nafuta anakuya mara moja tu, anafika tu ikala pale nyuma nyuma. Muibada mnakuwa ka discipline. Na badiakre wanaweza mwambia sasa tusogee kule. Nini? Sasa unajiuliza huyu alikuwa afanya nini? Anabude. Bako wanamwambia tupitie kule mbele. Wakati unakuja fanya ibada, kuwa na ile taratibu. Ukikuta nafasi zingali mbele, kuja fika, hata kama ulichelewa. Juba mingi banikalewa kule nyuma tu jua kuchelewa. Na kuiko na jifufile jua unachelewa. Maana mbona pitia tu kule nyuma. Nafasi kama iko mbele, kuja kaa mbele. Kwa sababu nafasi iko. Na tuko na wengine, kama nitilie mfano wapi, nafasi ya wapi? Bon. Tukamate hii nafasi. Simuna na kisi huku nyuma, upande huko hakuna njia. Alafu nakutana na mtu anaifikia tu kuikala pale kumwanzo. Anaikala pale kumwanzo. Kule kwingine kote hakuna watu. Watu wengine wanakuja wanamwambia tusogee kule. Anapenda tu watu wapite tu. Unajiuliza huyu anajua kama tuko wapi? Kama ulishafika, pitia kwanza kule. Tukisha yalisha kule, alafu njoo mwingine naye akuye aikale hapa kumwanzo. Wewe tu unakuja mara moja kumwanzo. Badiakre wanakuambia usogea kula miguu hivi. Kwa wengine wanakuja tusogea kula. Siku moja utakutana kama mtu anagonga ile miguu, enda kule we. Tuwe na adabu wakati tuko muibada, tujue tuko mbele za Mungu. Na marshe yenyewe, tembea kwa utaratibu. Uko ndani ya ibada, uko ndani ya kusanyiko la waamini, tembea marshe ya kuonyesha kwamba uko mtaratibu. Tuko na wengine wanatembea ana marshe, unakusikia unakimbia wapi? Muibada iko dale, ukitereza unagonga kichwa chini, utasema nini? Tembea kwa utaratibu, toka polepole, enda polepole. Haiko vya kukimbizana. Adabu, discipline, vile vile utiifu, maongozi yenye taletewa, heshimu. Tuko na watu wengine muibada hawezi jua hata jinsi tunatakiwa kujidiscipline na matelefone. Labda unakutana tu mara moja mtu telefone jeneshalia na hivi tuko na vimasoneri vya bashinywa mtu hata jua hata jinsi kwa muibada. Na unaona tu mara moja anasimama na tiko nalia tu anaenda anafika tu pale nje mara moja anaanza alo tuko muibada, useme niliacha pale kukabati. Hata jua gisi ameingiza makatizo. Hapana matatizo, makatizo vya kukatisha.
Watu wanafanyika mkanisa vya kukatisha. Ulikuwa uko concentrate, uko unasema, labda uko naomba, ama labda uko unasikiliza neno, alafu unasikia nchwe. Wanamwambia watu wote kisha unaenda na kiutu paka inchi. Na wengine wakukatisha, na wengine mtu uko concentrate, iko anaomba, alafu mtu anakuya mguza yako tu. Mama Fifi, chikui yako chisha mkie chini. Sukiokote. Mepaka tu umutoshe mwile concentration yake. Ndio umuguse mama. Chikui. Biblia yako lisha mkie chini. Tuko ile discipline. Kwanza mara mingi na bafundi mitambo wanatukatisha kama maongisho zetu uko na ubiri, uko na mic pale, kisha anakuya tu leta kwanza mikrofoni ile. Nini aongisho na katika. Amuko naomba, uko tu hapo natafuta anja, Baba asante kwa jina. Unakutana mtu kuna kuguza hako nini mikrofoni. Suitie pale ndaiona nikisha maliza kuomba. Vile vyote iko kubariki shetani muibada. Yaani ni vitu ya mingi sana yenye tuko na bariki nayo shetani. Leo hii burudani, juu tulishakuwa na matelefoni zenye ziko ama ma WhatsApp, ma Facebook. Leo unakutana muibada, mtu iko na hapa bya Mungu njiko na pressure. Ngoe mimi nakutumia kwanza ka foto kake. Unazania tu alikuwa njoo ule umemuona. Bwana tuko mbele za Mungu, tujue ibada, tuache kubariki shetani. Ile yote ni vitu ni rize yenye ibada yenye shetani ashaleta muibada, waamini washindwe kujitambua. Alafu nakutana na BMA. Alafu nakutana shetani ashasema mnikumbuke na mie tu, lakini nakuvala yenu kameme sasa mlishaenda muibada, muende tu na hema nguo nayo tu ya kunikumbuka na mie. Alafu nakutana tu mama alishakuya na jipe yenye na mubana. Haizi jua kwamba niko mama. Haizi jua hata kwamba niko fie Mkristo. Mbele ya kuvaa nguo, aje uliza Mungu, hii nguo inanistahili kweli mie sawa Mkristo? Hii nguo niko transparent inanistahili? Na utaona mtu kuna kuya toa, alishavala chipasula chinafika paka huko kisha kile kuya. Tuko muibada. Hatuko fasi ya défilé de mode. Porque ukuye ulishavaa vibaya, kama ulishavaa wadiakoni naomba kwanza mnakuwa naangalia hata mtu alishavala vibaya, jipe lishafirikani atakware, Mungu namrudisha. Haiko défilé de mode. Mtu atukuie alishajimakie saka pusu moya hivi ukuye. Tunakuya muibada. Midomo unakosa kama kwa mafuta nguruwe. Alafu yeye wote alishafanana na mwingine kishukuru. Hiyo yote ni kubariki shetani. Tufanye ibada iliyo kwa utukufu wa Mungu. Burudani. Tunapofanyizia Mungu ibada, Mungu amkwake burudani. Burudani njo luazir. Hatuwezi fanya hapa sifa, haiko luazir. Muziki profane njo nyiko amo luazir. Lakini muziki religieuse, ayo ni muziki yenye naelekeza watu mkuabudu Mungu, kupatia Mungu sifa. Haiko ya watu kujisifu. Iko ya kimungu. Alafu utakutana watu wako wanafanya na sifa ili wajulikane. Leo ndio wenye viko makanisa. Leo unakutana gitariste iko napiga gitare paka watu wote waona sema mimi niko na kafre soliste. Alafu unakutana mtu kunapiga gitare paka watu waone ke iko gitariste.
wajulikane. Tuko na wenye wanala sakata makri iko anatapa drumere yabo jina yake Mbale, alafu anageuza Lemba. Unakuta iko musifa, unasikia kanaume kuna kiri ya Lemba, ya Lemba, ya Lemba. Kisha unakuta chwa. Na wengine ilifo wamuone kisi yeye njo mwenye anajua Antone. Lafu nona alishatomoka tumbele, alishakuya tumbele, Yesu. Ibada lazima ifanywe kwa utukufu wa Mwenyezi Mungu. Na madase leo, madase nyingi shetani alishaingiza watu waingie katika michezo. Na unakutana michezo, watu wiko na dase, unakosa kama ni muziki profane na maneno banakomboze manyimbo. Labda ni alena nalingaka lelo akeiye, ni muziki profane, alafu anaikamata Yesu wangu nakupenda leo na kuabudu muziki profane. Waimbaji, tunapofanya ibada, sifa iwe kwa utukufu wa Mungu. Tusikamate manyimbo vya muziki profane njoo binye tuingize muibada. Na madase manipulation, unakutana tu muziki ya ibada inatangaza Kristo.